the #1 Catholic television in Africa. Patches TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Patches. Mambo vipi wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Patches TV katika lugha ya Kiswahili, karibuni sana katika habari zetu ambazo ni habari kwa kifupi zinazowajia kila siku wakati wa saa 9 za mchana kabisa. Lakini kwanza, kabla tujaingia katika habari zetu, ngoja niwaambie muhtasari wa hizi habari. Rwanda katika kongamano la World Signs linaloendelea hapa mjini Kigali pale Sainte Famille, Padre Anatoli Salewa kutoka nchini Tanzania, jimbo la Katoliki la Shinyanga, na pia mkurugenzi wa mawasiliano na hivyo mkurugenzi wa Radio Faraja FM akieleza mengi kuhusu malengo ya wanahabari waliokusanyika pale. Tukiwa bado nchini kwetu Rwanda, niwaambie kwamba rais Rwanda 2017 waliokuwa wakiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio rais ni raia, wamepokelewa rasmi katika ardhi ya Rwanda kupitia mpaka wa Rusizi ya kwanza ulioko katika wilaya ya Rusizi. Tukiwa bado Rwanda, ni kuambia kwamba serikali ya Rwanda kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Kimataifa na kuhudumia wakimbizi imepokea kundi jipya la wakimbizi wanaoomba hifadhi 177 waliotolewa nchini Libya, hatua inayothibitisha dhamira nchi hiyo kuendelea kulinda haki za binadamu. Tukiwa katika habari za kimataifa, ni kwambia kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa jeshi la Urusi limepiga viwanda viwili vya kusafisha mafuta katika mashambulio ya masafa marefu. Mpenzi mtazamaji wa Patches TV katika lugha ya Kiswahili unayemsikiliza hapa, naitwa Naeba Lewini, naenda kuwa nami katika habari hizi kwa lugha ya Kiswahili. Napenda kukaribisha tena, lakini ngoja tuanzie katika Rwanda. Nikwambie katika kongamano la World Signs linaloendelea hapa mjini Kigali pale Sainte Famille, Padre Anatoli Sawala kutoka nchini Tanzania, jimbo Katoliki la Shinyanga, na pia mkurugenzi wa mawasiliano hivyo mkurugenzi wa Radio Faraja FM akieleza mengi kuhusu malengo ya wanahabari waliokusanyika pale. Ngoja tumusikilize kwanza amesema nini. Vyombo hivi vya habari, social media na vyombo vingine ambavyo ni traditional media ni nyenzo, ni zawadi iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusaidia kupeleka habari njema ya wokovu. Ndio maana basi kanisa tangu mwanzo linasisitiza sana matumizi ya vyombo vya habari kwa ajili ya uinjilishaji, na hasa uinjilishaji mpya kwa kutumia nyenzo zote ambazo mwanadamu anaendelea kuvigundua kwa msaada wa Mungu. Roho Mtakatifu anaendelea kutoa mafunuo kwa ajili ya kueneza habari njema ya wokovu. Kumbe kanisa liendelee tu kuandaa wataalamu ambao wataandaa maudhui yanayofaa kwa uinjilishaji, kama tulivyojifunza katika kongamano hili kwamba wasiwe wapiga kampeni tu. Waandishi wa habari wa kanisa Katoliki wasiwe wapiga kampeni, bali wawe ni wafuasi wa Yesu Kristo wanaopeleka habari njema kwa watu. Kumbe basi wambebe Kristo katika ujumbe wao wanaopeleka na maudhui yao wanayoyaandaa. Kumbe wawe na ujuzi na utaalamu wa kutumia vyombo hivi vya habari, social media, tunasema ni mitandao ya kijamii. Waitumie vizuri mitandao ya kijamii kwa kupeleka habari njema na kwa kuleta tofauti na watumiaji wengine wa mitandao ya kijamii. Kumbe mitandao ya kijamii inayotumika na waandishi wa habari wa kanisa Katoliki basi ilete mabadiliko fulani kwa kumjenga hasa mwanadamu kimwili na kiroho. Ukiendelea kuisikiliza habari kutoka Patches TV, lakini bado tuko Rwanda mjini Kigali, ni kwambie raia wa Rwanda 17 waliokuwa wakiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamepokelewa rasmi katika ardhi ya Rwanda kupitia mpaka wa Rusizi ya kwanza ulioko katika wilaya ya Rusizi. Walihifadhiwa kwa muda katika kambi ya mpito ya Nyarushishi baada ya kukimbia hali ya ukosefu wa usalama iliyokuwa ikihatarisha maisha yao. Habari kamili tumsikilize mwenzetu Benjamin.
Raia wa Rwanda 17 waliokuwa wakiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepokelewa rasmi katika ardhi ya Rwanda kupitia mpaka wa Rusizi moja ulioko katika wilaya ya Rusizi. Walihifadhiwa kwa muda katika kambi ya mpito ya Nyarushishi baada ya kukimbia hali ya ukosefu wa usalama iliyokuwa ilihatarisha maisha yao. Mamlaka za wilaya ya Rusizi ziliwahimiza warejeaji hao kushirikiana na wananchi wengine katika kujenga na kuendeleza nchi. Vilevile zilitilia mkazo muhimu wa kuwekeza katika elimu ya watoto wao, huku zikahamasisha kusambaza taarifa sahihi kwa wale waliobaki Kongo na kuepuka kueneza taarifa potofu kuhusu Rwanda. Mmoja wa warejeaji, Kabanganyimana Claude, aliyezaliwa Kongo na kuishi kwa muda mrefu msituni, alieleza kuwa marehemu baba yake alikuwa akimuonya kuwa mtu yeyote anayekwenda Rwanda atauawa, hivyo akimtaka abaki Kongo na kutafuta maisha huko. Hata hivyo, baada ya kifo cha baba yake alianza kupokea taarifa zinazowahamasisha kurejea nyumbani. Alipofika Rwanda, Claude alisema alivutiwa na kiwango cha maendeleo ya miundombinu aliyokiona. Akiwapokea warejeaji hao, meya msaidizi wa wilaya ya Rusizi anayeshughulikia maendeleo ya uchumi, Habimana Alfred, aliwahimiza kujumuika kikamilifu katika programu za serikali zinazolenga kuboresha maisha yao, zikiwemo elimu na huduma za ustawi wa jamii. Tangu mwanzo wa mwaka huu zaidi ya Wanyarwanda 320 wamesharejea nchini kupitia mpaka wa Rusizi moja. Wanapowasili hupelekwa kwanza katika kambi ya mpito ya Nyarushishi ambapo hukaa kwa muda mfupi kabla ya kuunganishwa tena na familia zao. Tumekushukuru sana mwenzetu Benjamin. Bado tuendelee na habari zetu kupitia hapa Patches TV. Nikwambie kwamba mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda FDA imetangaza kusimamishwa kwa uingizaji wa vinywaji vya pombe kutoka nje, ikiwemo bondi ya Saba, Kiwingu, Konyage, nyingine inaitwa Jiribis na vingine takribani 52, ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoendelea na za kulinda afya na usalama wa wananchi wa Rwanda kabisa. Hili limo katika taarifa inayotolewa na mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda FDA tarehe 5 Agosti mwaka 2026, ikiamuru kusitishwa mara moja kwa uingizaji wa vinywaji vilivyochushwa kabisa. Mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda FDA imeagiza waingizaji wa vinywaji hivi kuelekeza wasambazaji wao katika soko la Rwanda kuviondoa sokoni na kuvirejesha katika maghala ya waingizaji hao. Waingizaji wanatakiwa kuwasilisha ripoti kuhusu mchakato huu wa kuviondoa sokoni wa Rwanda FDA ndani ya siku 3 za kazi kuanzia tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Rwanda inaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya vinywaji haramu, ikiwa tayari imefunga viwanda 136 vilivyokuwa vikifanya kazi nchini humo. Mamlaka pia zimeanza kutekeleza ethanol inayokuwa ikitumika katika uzalishaji wa vinywaji hivyo. Takriban lita 470,000 zilikamatwa jijini Kigali na zinatarajiwa kuharibiwa au kumwaga chini. Hatua hizi zinachukuliwa kwa sababu vinywaji hivi vyenye kilevi vinaendelea kuathiri vibaya afya ya wananchi wa Rwanda. Katika kipindi cha miezi 7 iliyopita, vimesababisha vifo vya watu 50 na kufanya watu 100 kupoteza uwezo wa kuona. Tukiendelea na habari, ni kuambia kwamba serikali ya Rwanda katika kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi imepokea kundi jipya la wakimbizi wanaoomba hifadhi 177 waliotolewa nchini Libya, hatua inayothibitisha dhamira ya nchi hiyo kuendelea kulinda haki za binadamu. Tumsikilize mwenzetu kwa habari kamili. 177 waliotolewa nchini Libya, hatua inayothibitisha dhamira ya nchi hiyo kuendelea kulinda haki za kibinadamu. Kundi hilo ambalo ni la 24 kuhamishiwa Rwanda chini ya mpango wa Emergency Transit Mechanism ETM liliwasili Kigali usiku wa tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Linajumuisha wa Sudani 68, wa Eritrea 66, wa Ethiopia 15, wa Sudani ya Kusini 26 na wa Somali 2, wengi wao wakiwa wamekwama katika hali ngumu na hatarishi nchini Libya.
Mara baada ya kuwasili, wakimbizi hao walipelekwa katika kituo cha mpito cha Gashola kilichoko wilaya Bugesera, ambako watapatiwa makazi ya muda pamoja na huduma muhimu. Katika Samani sana kwa tukio lilotokea. Ngoja tuende na habari sasa. Tuingie katika habari za kimataifa, ambapo nikwambia kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa jeshi la Urusi limepiga viwanda viwili vya kusafisha mafuta vya Urusi katika mashambulio masafa marefu kabisa. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Zelensky alisema kuwa vikosi vya ulinzi vya Ukraine vilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta huko Yoroslav kilicho umbali wa kilomita 240 kaskazini mashariki mwa Moscow, na kiwanda cha kinaitwa Novoil huko, majina mengine hatari kabisa, kwa kilomita 1200 mashariki mwa Moscow. Gavana wa eneo la Yoroslav alieleza tukio hilo kama shambulio kubwa zaidi kwa kufanywa na ndege zisizo za rubani za adui, akisema kuwa ndege 93 ziliangamizwa, lakini matangi ya kuhifadhia mafuta yaligongwa na vipande vya vifaa vilivyoanguka. Alisema katika taarifa kwenye mitandao wa Telegram, huku kwa vikosi vya huduma za dharura vilikuwa vikifanya kazi na kuzima moto huo. Picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha mawingu makubwa ya moshi mweusi yakipanda kutoka upande wa viwanda cha kusafisha mafuta siku ya Alhamisi asubuhi. Zelensky alisema kuwa mashambulizi hayo yalilenga mapato ya mafuta ya Urusi ambayo nchi hiyo huyatumia kwa kufadhili vita ya mauaji ya raia wa Ukraine. Ukraine imeongeza mashambulizi yake kwenye viwanda vya kusafisha mafuta vya Urusi katika miezi ya hivi karibuni na kusababisha uhaba wa mafuta ambao maafisa wa serikali wanasema matatizo yanaendelea katika baadhi ya maeneo. Rais wa Ukraine alisema vikosi vyake pia vilishambulia boti mbili za doria za kijeshi na meli kutoka kwa kundi la Urusi katika baadhi ya Nyeusi, huku Ukraine ikirusha zaidi ya ndege zisizo za rubani 600 nchini Urusi. Huku kucha mashambulizi yaliendelea upande mwingine, angalau watu 6 waliona 36 kujeruhiwa katika raundi nyingine ya mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi dhidi ya Ukraine, yakilenga mji wa mashariki wa yanayobarikia na eneo la kaskazini la Sami. Wakati huo NATO ilisema inafanya kazi ili kuipatia Ukraine ulinzi wa anga ambao inauhitaji haraka. Katibu mkuu wake amesema baada ya Kiev kushindwa kuangusha kombora moja la Urusi katika shambulio la Jumatano. Zelensky alionya kwamba Moscow ilikuwa ikitafuta kuongoza uzalishaji na kuwakombora mapema kabla ya kuanza. Akizungumza katika mkutano wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa kuhusu ustahimilivu wa majira ya baridi kali, rais wa Ukraine akaondoa wazo kwamba kusitishwa kwa usambazaji wa makombora kutoka kwa washiriki wa magharibi kulikuwa na lengo la kuifanya Ukraine kwa kusema iwe tayari zaidi ya kufikiana katika mazungumzo ya amani na Urusi. Baada ya kukutana na Mark Rutte wa NATO, Zelensky alisema ni muhimu kuondoa urasimu wote wa kufanya maamuzi muhimu ya kisiasa. Kwa hakika kila siku maisha ya watu hapo Ukraine kutegemea azimio la washirika wetu barani Ulaya na Marekani. Urusi ilirusha makombora 24 ya balistiki katika mashambulio ya usiku kuamkia Alhamisi na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 17. Takwimu za awali kutoka jeshi la anga la Ukraine zilionyesha kuwa mifumo yake ya ulinzi ilitunga ndege zisizo na rubani 98 na kati ya 115 zilizorushwa angani usiku huo, lakini haikutu
kutungua hata kombora moja la balistiki kabisa. Siku ya Jumatano, Zelensky alisema kuwa katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026 usambazaji wa makombora ya ulinzi wa anga kutoka kwa washirika wa Ukraine ulikuwa umeshika hadi theluthi moja ya kiwango chake cha mwaka 2025 kutoka mwaka 2025 ni mwaka uliokwisha. Sasa huo ndio mwisho wa habari tulizokuwa tumeandalia kupitia hapa Pachish TV, lakini kabla sijamaliza habari, ngoja nikwambie kwanza au nikurudie katika muhtasari wa habari. Katika Rwanda nikwambie, Rwanda katika kongamano la World Signis linaloendelea hapa nchini mjini Kigali pale Saint Famille, Padri Anatoli Sarawa kutoka nchini Tanzania, jimbo Katoliki la Shinyanga, na pia mkurugenzi wa mawasiliano na hivyo mkurugenzi wa Radio Faraja FM, akieleza mengi kuhusu malengo ya wanahabari waliokusanyika pale. Ameongea mengi. Tokea bado Rwanda nikwambia kwamba raia wa Rwanda 17 waliokuwa wakiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepokelewa rasmi katika ardhi ya Rwanda kupitia mpaka wa Rusizi ya kwanza ulioko katika wilaya ya Rusizi. Tukiwa bado Rwanda hapa ndani nikwambia kwamba serikali kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi imepokea kundi jipya la wakimbizi wanaoomba hifadhi 177 waliotolewa nchini Libya, hatua iliyothibitisha dhamira ya nchi hiyo kuendelea kulinda haki za binadamu. Kimataifa nikwambia kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa jeshi la Urusi limepiga viwanda viwili vya kusafirisha mafuta katika mashambulio marefu na masafa. Na huo ndio mwisho wa habari za katika Kiswahili za kuwa nimeandalia. Mlikuwa mnasikika kutoka kwangu na Eba Lewini, lakini washukuru kundi lote la Pachish TV walionisaidia kuwafikisha habari zetu za leo. Mungu aendelee kuwalinda. TV, the #1 Catholic television in Africa.